matarajio yetu ni kutengeneza miundombinu ya mabarabara na madaraja ya viwango vya kidunia, lakini fikra yetu ni kuwa na barabara nzuri zaidi zitakazo connect nchi yetu yote. Tunataka tutoke katika mpango wa kuwa na barabara moja, na kwa hivyo barabara kuu zote nchini kuwa ni dual carriage, mbili zinakwenda na mbili zinarudi. Unatoka Dar es Salaam unakwenda Mwanza kwa dual carriage, unatoka Dar es Salaam unakwenda Mbeya kwa dual carriage, unatoka Mwanza kwenda Shinyanga hivyo hivyo, unatoka Dar es Salaam Chalinze mpaka Tanga, Arusha na Moshi kwa dual carriage. Huo ndio uelekeo wetu, na kadhalika na kadhalika, bila ya kusahau unatoka Dar es Salaam unakwenda Mtwara kwa dual carriage. Hayo ndio mambo makubwa ya serikali tunayoyafikiria chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ni kina nani wa kufanya kazi hiyo? Ni wataalamu hawa tulionao leo, lakini na ninyi wanafunzi ambao muko vyuoni hivi sasa mnasoma fani mbalimbali. Ninachokisema kwenu na kupitia kwenu kwa Watanzania wenzetu wote ni kwamba mipango mikubwa tulionayo, wataalamu wa kuitekeleza tunao, lakini ni lazima tuwaandae vijana wetu, tuwaamini vijana wetu na tuwape fursa ya kuonesha kile walicho nacho. Na ndio maana serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwaamini vijana. Aidha, maandiko 176 yalifanikiwa kukidhi masharti yote yaliyowekwa na hivyo kufanyiwa tathmini ya kina kwa kuzingatia ubora wa ubunifu, utekelezaji wa mawazo yaliyowasilishwa pamoja na mchango wake katika kutatua changamoto ya msongamano wa magari mijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika tathmini ya kina, kamati ilitumia vigezo vya kitaalamu kuhakikisha maandiko yanachambuliwa kwa haki na ubora wa juu ili kupata mawazo bunifu yenye tija kwa taifa. Vigezo vilijumuisha uelewa wa mshindani kuhusu changamoto ya msongamano wa magari, uhalisia wa wazo lenyewe na uwezekano wa utekelezaji wa suluhisho lililopendekezwa. Kwa ufupi tu nilivyoandikia kule ndani, yani watu walikuwa wanategemea labda vitakuwa ni vitu vya kiinjinia tu, lakini sijaweka vitu vya kiinjinia peke yake. Nimeweka vitu vya management, nimeweka pia sana kitu ambacho kilikuwa ni kikubwa, kilikuwa ni kitu cha city planning. Base sana kwenye kuzingatia vile vitu ambavyo serikali inaweza ikafanyia kazi katika hichi kipindi, huku tukizingatia miundombinu mbalimbali, namna ya kuweza kuitanua, hasa tukizingatia dira ya 2050. Hivyo tuliwaza kwamba kutoa yale maoni ambayo serikali pia inaweza ikafanyia kazi kwa sasa, na pia kwa kuzingatia hiyo dira ya 2050 na kuweza kufanikisha kwamba kuitanua miundombinu zaidi na kuweza kufanikisha kuweza kutatua tatizo hili la foleni.